Habari, karibu tena katika channel yetu ya JWS Herbal Clinic. Naitwa Dr. Jimmy. Leo tutaangalia faida ya kutumia chocolate nyeusi. Mara nyingi tumekuwa tukiwaambia chocolate nyeusi inaweza kutumika kutibu baadhi ya changamoto na ni nzuri kwa ajili ya changamoto fulani. Sasa wengi wamekituliza kwamba ina faida gani hiyo chocolate nyeusi. Nikukumbushe, kama ni mara ya kwanza kufuatia channel yetu, basi usahau subscribe na comment ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Na kama una changamoto ambayo imekuwa ikikutesa, ambayo imekuwa ikikunyima usingizi na hujui namna ya kuondokana na hiyo changamoto, basi usijali, JWS Herbal Clinic tupo kwa ajili yako, tupo kwa ajili ya kusaidia kujua, kuhakikisha unatokana na hiyo changamoto. Ndugu yangu, chocolate nyeusi imekuwa ni chocolate ambayo iko tofauti na nyingine kwa sababu sifa kubwa ya chocolate nyeusi na maana inakuwa na kakao. Kakao mara nyingi inakuwa katika kiasi cha juu sana kuliko sukari, na maana sukari inakuwa kwa kiasi kidogo. Ndo maana imekuwa ni nzuri katika kutibu changamoto au maradhi mbalimbali ya kiafya. Basi zifuatazo ndo faida za kutumia chocolate nyeusi. Kwanza, ina sifa ya kupambana na antioxidants. Ina maana ina flavonoids ambazo huwa zinatumika kama antioxidants ambazo zinatumika kujikinga juu ya maambukizi au kuzuia ukuaji wa seli ambao hauna mpangilio, ambao unapelekea changamoto ya saratani na magonjwa ya moyo. Hiyo ndo sifa ya kwanza. Kwa hiyo sifa ya kwanza, inazuia magonjwa ya moyo na saratani. Pia inaboresha afya ya moyo. Kwa nini inaboresha afya ya moyo? Kwa sababu inarahisisha au inasawazisha uboreshwaji wa mzunguko wa damu, ambayo tunasema ile ni blood circulation. Kwa hiyo kisha kuwepo mzunguko mzuri wa damu, basi ni rahisi kutibu magonjwa yanayohusiana na moyo, ambayo ikiwepo shinikizo la damu, ikiwepo kiharusi na pressure ya kupanda. Kwa hiyo ni faida nyingine. Lakini faida nyingine, husaidia kupunguza viwango vya cholesterol, ile cholesterol mbaya mwilini ambayo tunasema ni LDL, basi huweza kuondolewa kwa kutumia chocolate nyeusi na kuongeza uwezekano wa kuwepo cholesterol nzuri ambayo inaitwa DHL. Lakini pia inaboresha afya, hali ya akili au afya ya ubongo, tukasema akili. Kwa hiyo inaboresha ule utendaji kazi mzuri wa ubongo, kwa sababu ina flavonoids ambazo katika chocolate nyeusi huwa zinasaidia kuongeza ule mtiririko mzuri wa damu kwenye ubongo. Kwa hiyo inaweza kusababisha mtu akaweza kuwa na kumbukumbu nzuri sana na mwelekeo na hali ya akili. Lakini hapo pia inaweza kusaidia kupunguza dalili za wasiwasi, na maana wale ni wasiwasi ambao tunasema bad mood, na utengenezaji wa homoni ya furaha ndani ya mwili wako. Kwa hiyo pendelea kutumia chocolate nyeusi. Nyingine, inaweza kutumika kudhibiti uzito kwa wale wenye uzito uliopita kiasi, kwa sababu ina fiber ambazo tunasema ni nyuzi, na hizo fiber au ambazo tunasema ni nyuzi mara nyingi zikiwepo ndani ya mwili wako, mara nyingi zinakufanya uweze kudhibiti njaa. Na maana muda wote unaweza ukajihisi umeshiba, na ukijihisi umeshiba, basi utaondoa ile hamu ya kuweza kutumia mafuta na vyakula vya wanga na sukari ambavyo mwisho vinaweza vikaongeza uzito wako. Lakini pia faida nyingine, ina faida katika kwa upande wa ngozi, ambayo flavonoids ambazo zinapatikana kwenye chocolate nyeusi huwa zinasaidia kulinda ngozi kutokana na madhara ya mionzi ya jua na umri wa ngozi. Ndio maana mara nyingi utakuta mtu ana mzee lakini ngozi yake iko vizuri. Kwa sababu gani? Kwa sababu pia inafanya uzungukaji wa damu uweze kwenda kwa kiwango kinachohitajika. Kwa hiyo mzunguko ukishakuwa sawa, basi afya ya ngozi itakuwa sawa, na pia mwanga utakuwa na mng'ao, lakini pia itakuwa na afya bora. Lakini pia inasaidia kupunguza hatari ya kisukari, ambayo tunasema chocolate nyeusi inasaidia ili kuboresha sensitivity ya insulin, ambayo ni muhimu katika kudhibiti kiwango cha sukari. Kwa nini? Kwa sababu pia kiwango chake cha sukari kilichopo kwenye chocolate nyeusi huwa ni kidogo. Kiwango kikubwa kilichomo huwa ni kakao. Kwa hiyo kitumia ni nzuri sana katika kutibu kisukari aina ya pili, ambayo tunasema ni diabetic type
tu. Lakini pia inapunguza maumivu ya kichwa, kupata maumivu ya kichwa kwa sababu ina flavonoids na magnesium ambayo katika hizo chocolate hupunguza kupumzisha ile mishipa ya damu. Kwa hiyo kisha kupumzisha mishipa ya damu, basi inasababisha kupona maumivu ya kichwa. Lakini pia faida nyingine, inasaidia katika kuongeza nguvu ya mwili. Ile magnesium, chocolate nyeusi na magnesium ambayo inaongeza energy katika mfumo wako, inaongeza energy katika mwili wako na kupunguza ule uchovu. Lakini pia inasaidia afya ya moyo kama tulivyosema, inapunguza hatari ya magonjwa ya moyo na kiharusi na shinikizo la damu. Ni kwa nini? Kwa sababu inafanya msawazisho mzuri wa kuweza kusafiri kwa damu katika mwili wako. Lakini pia inalinda ini, ambayo flavonoids ambazo zinapatikana husaidia kulinda ini na kupunguza hatari ya matatizo yale ya ini, ikiwemo kuzuia zile asali za sumu na kuboresha utendaji wa ini. Hizo ndo baadhi ya faida ambazo utakazozipata kwa kutumia chocolate nyeusi kwa kiwango hicho, ambayo inakuwa na faida kiafya. Lakini pia inatakiwa utumie ile chocolate nyeusi ambayo yenye kakao 70% au zaidi. Mara nyingi hizi chocolate zinakuwa zina maelekezo pale kwa wale waliozitengeneza. Kwa hiyo hizi ndo baadhi ya faida hizo. Tuambie hapo chini wewe umeshapata faida gani kwa kutumia chocolate nyeusi. Kwa hiyo share na sisi tuweze kufahamu ni faida nyingine ambayo umeipata kwa kutumia chocolate nyeusi. Kama ni mara ya kwanza, basi usahau kusubscribe na comment ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Karibu na Mungu akubariki.